Pale ulipo tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625. Account number ni 01245085 217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Sasa hivi nimekuwekea pale picha ambayo picha hii ukitazama msikilizaji, hata nikakuchorea taswira kwamba pale hivi kuna sharubati ama ukipenda juice kwenye glasi ambapo iko kwenye meza, alafu mkono wa mwanadamu uko pale umeshika kinda pale na unanywesha ile juice katika hatua ile, na katika hatua ile unapata juice inazidi kinda ananyweshwa pale ile sharubati ama ukipenda juice. Hii ni taswira ambayo itajitokeza wakati ambapo watu wanapiga kampeni. Msikilizaji, utapata watu wanapopiga kampeni watakupatia vitu ambavyo vina utamu ndani yake. Sharubati, watakupatia sharubati, inaweza kuwa ni pesa, inaweza kuwa ni maleso, inaweza kuwa ni matisheti, wanaweza kupatia mahadi chungu zima. Katika hatua ya kuweza kutafuta kura ya kwako. Wanafanya hivyo kwa sababu wana malengo ambayo malengo hayo wenyewe wanafahamu kwamba wakishapata uongozi, wamepata katika nafasi kuingia kwenye ofisi, wanakuwa basi na nafasi ya kuweza kupata mshahara kwa sababu wewe ndio mdosi wao. Wewe mwananchi unapojiangalia, unapotembea wakati ambapo mengi hayakwendi, wewe kumbuka kwamba kuna mtu ambaye umemwajiri kazi, na pasipo wewe kumwajiri kazi, wewe tazama wale wabunge ambao wameanguka kura. Uliwafurusha mkawapeleka vijijini, mkawanyima kazi. Wanavyohangaika, wengine wanakuwa na usingizi, wengine maisha yao walikuwa watu wenye afya, wanakosa afya. Kwa sababu gani? Wamekosa kile ambacho wanakipata kwa miaka 5. Wewe ukiwa katika nafasi yako, unakuwa nafasi ile kadi ambayo umebeba ya kura, hiyo kadi ambayo umeibeba na kitambulisho chako, unakiuza tu hivi kwa shilingi 50, shilingi 100, unakiuza tu pasipo kufuata manifesto ya mtu na sera. Yeye anatafuta uongozi, anatafuta kuwa kiongozi, anajua maana ikiwa kiongozi kile ambacho kitamtendekea kwenye maisha yake. Atakaa kivulini na kuanza kukunywa ile sharubati ambayo wewe unanyweshwa kwa umbali, unanyweshwa kwa tone, kama tone la maji kwenye bahari. Sasa wewe unaenda kuandika mtu kazi, wewe unaenda kupatia mtu nafasi ya kuweza kupata pesa na familia yake, alafu baadaye unalia kwa maamuzi ambayo uliyachukua kwa kimzaa tu. Unafikiria kwamba unafanya mzaa. Usicheze na kura yako, unacheza na maisha yako. Na wanakuja kwa njia tofauti. Watakuja wakikunywesha zile masharubati ambao hapa hivi namwangalia huyu kinda ananyweshwa lakini shingo limefinywa. Ananyweshwa lakini shingoni amefinywa. Na mtu anapokufinya shingo lako, amefinya maono yako. Amekufinya maono yako. Vitu viko mbali, bei gali. Unaweza pata vitu viko bei gali na wazungumzi. Hata wakizungumza wazungumzi sana, kwa sababu atakapozungumza utapata yeye anapanda gari anaelekea makwake, anapanda gari anaelekea kwake vijijini, anapanda gari anaelekea katika ule mkutano wa hadhira. Umekuja pale umemsikiliza, lakini unapoondoka pale unaanza kupiga guu kuelekea nyumbani kwako, na kule nyumbani kwako labda hauna hata lishe. Uliacha nyumbani huko, lakini umepiga makofi, umepiga miayo, mmekanyagana kwa sababu ya shilingi labda 50, 100, anawatupia pale shilingi 1000, mnaanza kugawana watu 200, watu 1000, mkitumia shilingi 1000, mkipatiwa shilingi 1000, sasa mtagawana shilingi 100. Ndio vitu ambavyo vinajitokeza. Sasa watu ambapo wanapokuja na matamshi wakati ambapo wanakuja kwenye mikutano ya hadhara, wewe kama kiongozi, wewe kama mtu ambaye unajitambua, kwa sababu wewe sio mtu ambaye hujitambui, wapime kwa misuli yale ya ubongo. Ukiangalia unajua haya wanahitaji nini, na mbona wanakuja kwa wakati huu na kipindi hiki, na mbona yako hivi. Mashabiki na viongozi lazima muweze kuwa na watu ambao mnakuwa na utu. Unapata kwamba wajasiriamali unaweza kuwa unapewa mkopo, mashati magumu na riba kubwa, badala ya kukuongeza mtaji unawatafutia wao, watakusumbua. Mimi nimeona mara nyingi sana watu wameenda kuchukua mikopo labda ya mbolea, wamechukua mikopo
malipo ya nini ya mbegu ya pembejeo, alafu ameweka shambani. Anaposhindwa kulipa ule mkopo, wanakuja wanakata yale mahindi hata kabla hayajakomaa. Mahindi bado hayajakuwa yale ya kuweza wanakata. Tena wanashagia pale kupelekea ng'ombe wale. Sasa ile silage inatengenezwa pale. Unapata huyu sasa ndio hali ambayo inajitokeza. Unayedhani anakusaidia, yeye hana mpango wa kusaidia. Wewe tazama hiyo picha vile ilivyo. Huyu amefinywa shingo, amekunywa, amefika pale nusu, anapotaka kuendelea pale amefinywa shingo sasa. Ndio hali ambayo inajitokeza. Kila wakati ambapo viongozi watakuja kutafuta kura kwako, wasikilize viongozi wote. Wapambanue kama vile unavyobambua kitunguu. Maamuzi ambayo ni stahiki. Kwa sababu ukifanya maamuzi ambayo sio stahiki, utakuwa unacheza na maisha yako kwa miaka mingine 5. Unacheza na maisha yako kwa miaka mingine 4. Kama ni Ghana wanapiga kura baada ya miaka 4. Kama ni Marekani ni baada ya miaka 4. Nazungumzia kwenye taswira ya upigaji kura kote duniani. Kwa sababu usichukulie ni katika eneo moja, kote duniani. Wewe unapochagua kiongozi, tazama unamchagua ana sera zipi. Na hizo sera zinakuja kusaidia taifa lako. Marekani walikuja na sera, ama Donald Trump alikuja na sera ya Marekani. Na hilo sera unaona anafanya mageuzi, yanafinya maeneo mengine, yanafinya watu wengine ndio. Lakini yeye hayamuumizi katika bongo wake, kwa sababu alichaguliwa kwa sababu ya hilo, au kwenye taifa la kwake. Wewe katika taifa la kwako unafanya maamuzi vipi unapochagua kiongozi? Chemsha bongo huwa kila wakati nakuja kupanua mawazo ili uweze kuchemka. Ukaweze kujitambua ni kipi hicho ambacho kinahitajika kwa wakati upi na mbona nikifanye. Yani tunajaribu kuleta karibu na uhalisia wa mambo, ukaweze kuelewa. Pasipo kutetereka, pasipo najua tunaweza kutokubaliana kimawazo, tunaweza kosa kukubaliana kisera, lakini bado hatuwezi. Ndio maana nilisema kwamba kuna wakati fulani sio kwa sababu kila kitu vijana kwamba unakimbia kwa barabara kugoma. Serikali ambayo labda kwa mfano iko kwenye taifa la Kenya ni serikali ambayo iko pale kihalisia. Unajua kitu cha kufanya baada ya miaka 5. Sio kwamba kila kitu lazima ni kuingia kwenye barabara, kuchoma magari, kufanya usijui nini, uvurugu la hapa na pale, ni kukimbizana na polisi. Huo sio ujasiri. Huo sio ujasiri. Kuna mbinu za kuweza kufanya, kutumia kama mtu ambao umekomaa kwenye karne ya sasa. Sijui kama nazungumza na watu ambao wamekomaa kimawazo. Sio kila kitu kwenda barabarani. Serikali ambayo iko madarakani iko pale kwa sababu Mungu ameiweka pale kwa miaka 5. Una uwezo wa kurudi debeni na kufanya maamuzi yako. Kuna mbinu ya kuweza kuwasilisha ujumbe iwapo au kubaliani na serikali. Kuna maeneo ambayo unaweza kwenda ambayo ni ya kitaasisi. Hata unaweza enda mahakamani. Unatafuta lawyer, unaingia mahakamani. Sio kwamba kila kitu ni barabarani. Unaweza kuwa na sababu 100 za kuweza kumpinga baba yako mzazi, lakini bado unabakia baba yako, unampatia heshima yake. Kuna sababu 1000 za kumpinga baba yako mzazi. Una uwezo na sababu, lakini kwa sababu ni mzazi wako, ameishi dunia hii miaka mingi, ako kwenye kiti kile cha uongozi, unampatia heshima. Mimi sijui watu na hivi wanasema kwamba wazee ambao walitangulia kwenye serikali tofauti walionyesha watoto kwamba wakikosa kukubaliana na kitu ni kugoma barabarani, ni kuingibizana na polisi, ni kufanya sijui nini, uharibifu hapa na pale. Walikuwa wanaangalia wakiwa watoto wadogo. Sasa hivi wamesoma, wamemaliza, alafu hawana ajira. Unafikiria watafanya zaidi ya hiyo? Makosa yanaanzia pale hivi kwenye maeneo ya uzazi. Walitazama more is caught than taught. Watoto huwa si lazima waweze kufunzwa, wanaangalia tu. Wakishaangalia basi, hiyo ndio watafanya zaidi. Mimi ningependa kukufahamisha, ukiwa wewe ni mlevi kwenye nyumba yako, ukae ukijua hicho kijiti hakitaenda bure. Unaandaa kupatia mtu kijiti pale, na hata kunywa chupa moja, hata kunywa chupa 10. Mwingine kreti 10. Tabia zako lazima hiyo kijiti huwa kiendi mbali. Lazima kitatokea kwa mtoto wako mmoja, upende usipende.
kwa sababu anatazama. Mbona usiwe na tabia nzuri ambayo itamvutia huyo mtoto, hata ukiangalia unakubali, unasema kwamba mwanangu, kwa sababu ya tabia ile ambayo wewe ulikuwa nayo. Na kwenye taifa ukiangalia vitu vinafanyika katika anga tofauti. Wakati mwingine unakaa chini unaanza kupiga taswira, kulikuwa na nini pale nyuma ambacho hao watoto walijifunza kwacho na ndio wanakifanya. Kulikuwa na nini? Watoto wameingiza wazazi kwenye majonzi ya mapema. Unapata watoto wanaingiza wazazi kwenye misiba ya mapema, kwa sababu mzazi ameenda kutafuta na ameacha mtoto nyumbani. Amemwacha pale na magadget hapa na pale, na yeye haelewi maana ya sheria na kanuni za media laws na kadhalika. Yeye chochote akikipata mtandaoni, chochote anakipata mtandaoni. Akiona mwingine amekosea, ni matusi, ni masimango na kadhalika. Ajui hicho kitu kinaweza mvuruga. Sasa mzazi ako kazini, anafanya shughuli zake, ni kufahamishwa kwamba unajua nini hiki kimetokea. Aje kwa sababu vile vitu ambavyo wamekatazwa kufanya ndio wanafanya, kwa sababu wanaona wako na haki ya kufanya. Na mzazi anabakia mzazi. Hata yule mtoto ambaye alikuwa ni mpotevu akaenda kula na nguruwe, aliporejea nyumbani mzazi alimpokea. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Lakini kwanza, kabla ijefikia hapo, mbona hao watoto wasibaki wamefunzwa, wameelezwa kwamba iko hivi na hivi, hapa ni hatari, pale hivi namna hii, hata upigaji wa kura huwa namna hii, tungependa wakati wa kupiga kura haya tunatatua kwenye kupitia njia ya debe, na iko hivi na hivi na hivi, tuwe na simile, tusikate tamaa. Alafu wakati ambapo kura ikifika, mtu unaingia debeni, unawasilisha ujumbe wako vile unavyohitaji na mambo yanakuwa vile unataka. Iwapo basi mwenye ulikuwa unampenda akishindwa, unakubali matokeo, unasonga mbele. Sio uchaguzi, sio vita. Na viongozi pia wawe ni watu ambao wanaheshima, sio kila hadhira ni kutoa matusi. Ni kama vile wanaitwa na nguruwe anapenda kucheza kwenye matope. Siasa zisikuwe za kuchezeana shere na kwenye matope na skimming hapa na pale na kadhalika na kadhalika, na kupakana tope. Hiyo sio siasa ambayo ni ya ustaarabu kwenye dunia ya utandawazi ambao wanadamu wanaishi. Nafunga nikimalizia kwenye chemsha bongo. Wakati ambapo wanasiasa wanakuja na maneno matamu ni kama anakunywesha juice, wewe kaa chini ukajiuliza wanaenda kunywa nini iwapo watakukunyisha hiyo juice. Na hiyo ndio chemsha bongo ya siku ya leo.